Assalamu alaikum wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, leo uko kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha Mapito, channel ya Buko Media. Leo katika harakati zetu tumekutana na ndugu yetu ambaye naye ana kisa na ana story yake ya kwenye maisha yake. So tungependa tushare wote kwa pamoja, tuweze kusikia kisa cha rafiki ndugu yetu ili tuweze kupata kujifunza, lakini pia kufurahi na tupate elimu pia. Kwa hiyo nawakaribisha sana, twendeni kwenye story yetu ya leo. Bwana, mambo vipi? Poa poa. Ndio rafiki yangu, mimi cha kwanza nataka kufahamu jina lako kamili. Bwana, wewe unaitwa nani? Jina langu kamili naitwa Mwarami Hamisi Mzuzuri. Mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Pwani, Mkuranga, wilaya ya Mkuranga. Yaani kabila gani huko? Yaani mimi Mdengereko. Wewe ni Mdengereko? Okay. Hapa tulipo umeanza kuishi tangia mwaka gani? Hapa tulipo nimeanza kuishi tokea mwaka 97. Alafu nikarudi shamba mwaka 97 ile mpaka 98, 99 mpaka 2000, mpaka 2001 nikawa nimerudi tena huku. Naona huko nilikuwepo kwa ajili ya masomo. Kwa hiyo baada ya masomo kule kukamatika nikawa nimerudi zangu hapa Dar es Salaam. Kule masomo yako ni kuanzia standard gani mpaka standard gani? Kule masomo yangu makubwa mimi nilikuwa nasoma sana Kiarabu, mambo ya Qur'ani. Mambo ya Qur'ani. Na ulifika kwenye nafasi ipi kwenye hayo masomo yako ya Qur'ani? Kwenye masomo yangu ya Qur'ani, kwenye nafasi ambayo niliyofika, sijafika nafasi ya kimaendeleo. Sema nilibahatika tu kumaliza juzu 30. Juzu 30? Nilibahatika kumaliza. Baada ya hapo, unajua tu na changamoto ndogo ndogo zimetokea, kwa sababu kutokana yani mzee wangu alifariki muda mrefu. Baba mzazi? Baba mzazi. Kwa hiyo nimelelewa na baba yangu mdogo, lakini baba yangu mdogo akawa ni kama anatoa msaada tu kwa mama yangu, lakini mama yangu asilimia kubwa ndo alikuwa iko na mimi. Baada hapo mama yangu akaja akaolewa, nikanaishi na baba kufikia yule imeenda ilipofika tamati ikabidi baba kufikia na ikabidi arushe mpira kwa kipa. Tunasema akamwambia mama kwamba bwana, mimi nishachoka kulea familia yako, kwa hiyo cha msingi tafuta ndugu zake wanisaidie. Sasa hapo kuna jambo moja ulikuwa umeliongea. Umesema baada ya marehemu baba yetu kufa ulikuwa unapata misaada kwa baba mdogo. Lakini baba mdogo msaada wake zaidi ulikuwa huko kwa mama. Ulikuwa kwa mama. Kipindi hicho ambacho baba anafariki, kwanza wewe ulikuwa na umri gani? Yani kiufupi babangu mimi sina kumbukumbu naye. Manake ni zamani sana. Sasa ukisema kwamba msaada wako ulikuwa huko kwa mama tu na sio kwako, ukiwa unamaanisha nini labda? Yani tunasema ulikuwa kwa mama, ni kama kwa kunilea yani. Kwa ina maana kukulea kwake wewe kulikuwa kunapitia kwa mama. Lakini mimi naona ilikuwa ni lazima iwe hivyo, kwa sababu wewe bado ulikuwa bado mdogo. Nilikuwa bado mdogo, lakini baada sasa nimeshakuwa nikawa natambua kwamba huyu ni baba. Na hata hivyo tunasema mama kutokana alikopo muda mrefu tunasema yupo na mimi. Kwa hiyo akawa tukenda kule kwa baba mdogo, labda imetokea tatizo kubwa, anatupeleka mama, bwana wanao ana tatizo kaza. Kama kunisaidia ananisaidia, kama hakuna uleweza kunisaidia bwana mimi sina kitu, basi tunarudi tunakuja kustruggle hivyo na bibi mkubwa. Lakini kwa nafasi yake baba mdogo alifanya? Alifanya, nashukuru, alifanya. Baba yetu mdogo jina lake anaitwa nani? Alikuwa anaitwa mzee Jafari Muhammad Mzuzuri. Jafari Muhammad Mzuzuri. Una lipi la kumwambia baba mdogo? Baba yangu mdogo namshukuru, na huko alipo Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, ampe neema zake zote. Inshallah, na Mwenyezi Mungu atafanya hivyo ambavyo kulingana na maombi yetu. Baada ya pale tunasema kwamba sasa mama akawa naye amepata mwenza. Baada ya kupata mwenza akawa ameanza kuishi naye. Baada ya kuishi naye sasa ndo ikawaje? Baada ya kuishi naye sasa ikabidi yule mama ikabidi
tunaishi yote, yule mwenzake mama na mimi tunaishi yote. Yaani maana yake ndo baba yako? Ndo baba yangu sasa. Kwa sababu wanasema ampendaye mama si ndo baba, na ampendaye baba ndo mama. Kwa maana yake mama sasa. Na huyo ndio baba. Huyo ndio baba. Basi tunaishi. Ilipofikia muda naye kachoka kwenye masuala ya malezi, kabidi akamwambia tu mama, bwana peleke kwa ndugu zake, mimi sitomlea tena mwanao kwa sababu nimeshachoka tena tayari, wakanipokea na wengine. Kwani nyinyi mko wangapi kwa mama? Au mama alienda huko na watoto wangapi? Huko kiufupi mama alienda kule akiwa na mimi tu peke yake. Wewe peke yako? Kwa sababu na kaka yangu na dada yangu wale walishakuwa wakubwa, wale walikuwa wanajitegemea. Wanajitegemea. Kujitegemea ilikuwa bado, lakini walikuwa unajua tena ukishakuwa na akili ya kiutu uzima tena wewe mwenyewe, yani unajua kwa kwenda wapi. Yani walikuwa wanajitafutia. Tofauti na wewe. Tofauti na mimi kwa sababu mimi ndo mdogo wao wa mwisho. Nikawa sasa mimi ndo nimebezi sana kwa mama. Wewe akawa anasema kwamba wewe ameshakuchoka. Ashanichoka, kwa hiyo tafute ndugu ambao wakunisaidia. Basi pale mama alichokifanya, ikabidi akaenda kwa blaza wangu ambaye ndio alikuwa ananisomesha mimi, ni shehe wangu ambaye ndio ananisomesha mimi kiudugu, ni ndugu yangu vile vile. Unaona, akaenda, alivyoenda kumwelezea, kabidi yule kaka yangu akasema kwamba bwana, ambaye ni mwalimu wangu, akasema kwamba bwana, usipate tabu, huyo mimi ni ndugu yangu, kama ni ndugu yangu na yeye mizali ameshasema hivyo, amechoka, mzigo anataka utue, inabidi wewe mlete hapa. Kishamleta hapa, kama nilivyokuwa nao hawa watoto wangu, basi na mimi nitakaa naye kama ni mtoto wangu. Nani sasa huyo? Ambaye ni mwalimu wangu, upande ni kaka yangu, upande ni mwalimu wangu, mwalimu wa chuo. Mwalimu wa chuo. Basi kabidi mama akakubaliana na yale, nikakaa kwa mzee yule. Nashukuru Mungu amenilea kwa misingi yote, naenda alinisomesha mpaka nilipofikia mkubwa sasa na akili zangu nataka nijitegemee. Kabidi sasa nikaanza kutoka sasa kwake, nikaanza sasa kustruggle mimi mwenyewe sasa. Na baba yetu wa kambo, mume wa mama yetu, yeye alizaa na mama? Hakuzaa naye. Na wala hakuwa na mtoto sehemu nyingine? Na wala hajakuwa na mtoto sehemu nyingine. Bwana, mbona kama mtihani kidogo jamani? Ukipenda boga penda na ua lake. Wewe leo unakutana na mwanamke umemkuta ana uzao wake, unasema umeuchoka uzao wake, unataka uondoke uzao wake ubaki naye yeye. Hivi kweli katika hali ya kawaida ni sawa? Je, huyo mwanamke angekukuta wewe una watoto, naye angesema amechoka kulea watoto wako wapeleke kwa mama yao, na wakati yeye ndiyo mama aliyokuwepo? Wa baba, wakati mwingine na sisi tubadilike. Hemu tujitambue angalau kidogo. Umemkuta mtu ana mtoto, na wakati unamtaka, si alishakwambia yeye ni nani na yukoje? Sasa iweje leo uanze kukataa uzao wake? Unakataje uzao wake? Hivi kama ni yeye angekukuta wewe una watoto, angekwambia kwamba peleka huko watoto wako, sitaki kuwalea, wewe ungeonaje mwanaume? Kwa kuna vitu wanaume, tujifunze kuwa na hofu ya Mungu. Sio vizuri, na hii sio kwa wanaume tu. Unapomkuta mwenzako ana watoto, kubaliana na hali ambayo umemkuta nayo, na kama mmeamua kufanya maisha, basi fanyeni maisha kwa pamoja. Sio wewe sijui ulikuwaje, wewe umekuwaje. Si jambo jema, si jambo zuri, hata kwa Mwenyezi Mungu sio sawa, hapendi. Kama umemtongoza mtu, umehitaji kuishi naye, kufanya naye maisha, kubaliana na hali uliyomkuta nayo. Ana watoto, jua kabisa hao watoto wewe pia ni wako, kwa sababu wewe ndio baba. Huwezi kukimbia majukumu yako kivyo vyote vile, unless achana na mama yao. Sawa bwana? Mbadilike bwana, wazee wenzangu bwana, cheni hao mambo bwana. Basi baada ya hapo ikabidi nikaanza kustruggle mimi mwenyewe tena na maisha yangu. Huku ukiendelea na ibada pale kwa yule mwalimu wa chuo au? Pale tena nilishatoka tena tayari. Nimeshatoka tena pale, na mzee akaniruhusu nimetoka kwa ajili ya kujitegemea maisha sasa. Kitu ambacho unaweza kwa kikumbuka wakati huko kwa yule mzee mwalimu wa chuo, ni kitu gani ambacho kilikujenga? Yaani pale kitu ambacho kikubwa kilichonijenga,
yani tunasema confidence, yani utulivu, yani tunasema elimu ya kumjua Mungu. Elimu ya kumjua Mungu. Na yeye mwenyewe ndo alikuwa anakufundisha kwenye darasa lake. Na yeye mwenyewe alikuwa ananifundisha kwenye darasa lake, yani kunijenga, yani kunitoa kwenye vitu vya ajabu ajabu, yani kwenye magrupu ya watu wasiomwamini Mungu, wasio na hofu ya Mungu, kwa akakuweka kwenye mfumo ambao binadamu mwenye utashi anapaswa kuishi. Si ndio? Kwa maana kwamba kukufundisha neno la Mungu, kukufundisha misingi ya Mungu, lakini pia kukufundisha misingi ya kuishi kwenye jamii ambayo iliyokuzunguka. Si ndio maana yake? Sawa, baada ya kutoka sasa kwa yule mzee wetu, mwalimu wetu, je, maisha yako yaliendeleaje? Baada ya pale maisha yangu kutoka pale nimetoka kwake mzee, nikaanza kuja kwa blaza wangu mwingine ambaye ni mtoto wa babangu mdogo. Anakaa wapi huyo? Huyo anakaa zake iko Mtoni hapo Mtongani. Toni Mtongani. Na anaitwa nani? Anaitwa Shabani Mzuzuri vile vile. Bwana Shabani Mzuzuri. Nimekaa kwake pale, nilipokaa kwake basi tumeenda hivyo hivyo, ikabidi nitoke sasa pale nianze kujitegemea. Naona nimetoka pale nikawa najitegemea mimi mwenyewe, nafanya vibarua vidogo vidogo vya hapa na pale. Kama vibarua gani? Kama saidia fundi. Unaona bwana, kwenye ufundi ujenzi. Kwenye ufundi ujenzi. Fundi mkuu anaagiza, bwana niletee udongo. Niletee udongo. Niletee tofali. Unaona bwana. Bwana wewe mbona umesahau biliji? Kono bawa hilo bwana wewe kwangua. Changanya zege pale. Basi ndio hivyo imeenda mwishoni sasa masuala yale nikaachana naye. Nilipoachana naye nikaja kuna mtu akamenichukua, tukawa tunafanya biashara kubwa ya kuuza mkaa. Wapi sasa hiyo? Hiyo Mtoni Kijichi sasa hapo. Bado Mtoni sasa. Mtoni hiyo Mtoni Kijichi. Fanya biashara ya mkaa ile, fanya biashara ya mkaa, lakini biashara yenyewe sasa ikawa tunasema yani biashara kwangu, maslahi kwake yeye. Sababu pale unaweza ukafanya biashara, labda biashara imekuja imekata. Kwa hiyo sasa wewe unabidi sasa utoe kwa ndio mshahara wako ambao alikupangia wewe anakulipa, utoe umlipe yeye kule. Sasa pale unajikuta mwisho wa mwezi hamna chochote unachokipata. Yani analeta mzigo ule anakuambia bwana mimi target yangu iwe kiasi fulani. Mimi target yangu nataka. Lakini sasa katika ile mizigo unakuta kuna mizigo mingine unakuta juu kunaonekana mikaa mikubwa, chini kule chenga. Gunia likija likikata inaonekana wewe mzembe. Kwa sababu pale inabidi likikata naye hata una la kumwambia, naye sasa umwambie kitu. Inabidi lazima utoe mshahara wako umlipie. Afidie kwenye capital yake, kwenye mtaji wake. Kwenye mtaji wake afidie. Kabidi sasa pale tena ile biashara mimi nikaona hii sasa itakuwa ngumu. Kabidi nikaachana na masuala yale sasa. Kabidi sasa nikawa nahangaika. Lakini kwa mfano ikitokea labda unamwambia kwa bwana bosi, hii mkaa iliyokuja sasa hivi inaonekana tu imejaa, lakini huku chini bwana kunakuwa kidogo kuna changamoto, chenga zinakuwa nyingi, kwa hiyo ndo maana inakata. Ulikuwa ukimweleza kama hivyo anasema? Yeye akuelewi, yeye anakuambia tu bwana mkaa ulikuja mzuri, kama mkaa mzuri, mimi sielewi, wewe inabidi fanya mpango huo tu wewe. Jazia huko mimi nipate. Labda mzee mwenzangu wale ndugu zangu walikuwa wakija kidogo vibaba vya kupima vilikuwa vikubwa. Hamna. Wewe sometimes gunia unaweza juu mkaa ndo kama unavyosema unakuwa mzuri. Lakini sasa chini utakuta chenga nyingi. Asa chenga kwanza katikati mpaka chini kama chenga ziko nyingi. Yaani kwa hesabu ambayo unayotaka mtolee bosi haiwezi ikatoka. Haitoki hesabu yake. Sio kwamba labda dada zangu hao kina Mwajuma Mchekea nao walikuwa. Hamna. Kina Mwajuma Mchekea hao walikuwa hapo kwenye mipango mingine. Sio kwa ajili ya kutoa siji ila mtu siji utumie kwa Mwajuma Mchekea inakuwa hamna. Lakini walikuwepo. Hiyo lazima, si mtoto wa kiume bwana lazima. Lakini walikuwa hawaji kufilisi biashara. Hawaji kufilisi biashara au sio kwa ajili ya kufilisi biashara. Au labda walikuwa wanawalipia sana hela za mchezo. Hamna. Yaani huyo tunasema yani nilikuwa nayo mmoja tu. Ndio ambaye huyo ndo alikuwa kama ni tunasema unamtimizia wajibu wake. Huyo ndo tunatimiziana wajibu. Ndio nasema sasa huyo au labda ndo alikuwa anapurusa kidogo. Hapana, afu sasa alikuwa sio mtumizi. Yani sio mtumizi. Haya, baada ya hapo sasa ikawaje baada ya kwenda na wewe bosi mkaja mkashindwana? Tukaja tukashindwana. Kuja pale tumeshindwana. Baada tulivyoshindwana, unajua tena yametokea hapa ya kutokea hapa na pale. Tena tumepishana Kiswahili. Kabidi pale mimi nikamwagika zangu sasa, nikaanza mpango wangu sasa kufuatilia masuala mishemishe tena. Nafuatilia mishemishe zangu. Kipindi hicho bado unakaa kwa kaka pale pale?
Kipindi hicho sana kama mimi mwenyewe tu najitegemea. Kwa baada ya kuanza ile kazi ya mkaa ukawa umepanga? Nimepanga fresh nini, nikawa nakaa sasa. Unaishi mwenyewe au na mtu sasa? Naishi mwenyewe. Baada ya hapo? Baada ya hapo sasa ikabidi sasa nikaachana na masuala yale, sasa nianze kufuatilia masuala yangu, mishemishe zangu sasa Buguruni kule Ali Hamza kule. Buguruni Ali Hamza kulikuwa kuna issue gani? Kule Ali Hamza kule kuna kampuni moja ilikuwa inafunguliwa pale ya sabuni. Wale muuza wale. Kwa pale kulikuwa na nafasi zilitokea za kazi, kwa nika nafuatilia sasa kule. Nimefuatilia kule Ali Hamza kipindi kama cha miezi minane na wiki 3. Hiyo naenda narudi, naenda kwa mguu narudi kwa mguu, hiyo naenda kwa mguu narudi kwa mguu. Kutokea wapi kwenda wapi? Mtoni Kijichi hiyo sasa. Unatoka Mtoni Kijichi unakuja Ali Hamza. Ali Hamza hiyo kwa mguu, hiyo kufuatilia kazi tu hiyo. Naenda kwa mguu narudi kwa mguu, naenda kwa mguu narudi kwa mguu kwa muda miezi 8 na wiki 3 neti nimetembea mpaka nakuja kule napata kazi pale, naanza mishemishe za kazi. Kwa kipindi hicho cha miezi 8 wewe ukiwa unatoka Mtoni Kijichi kwenda Ali Hamza, kwa maana yake ulikuwa ukifika pale kwanza mnakaa pale, mnasubiria kazi, mnasubiria kazi kama mtapata. Kwa na hata vibarua pale vya kufanya vilikuwa bado hampati. Hata vibarua pale hupati. Kwa unakaa pale siku nzima unakaa. Haujala wala hujanywa. Yani hapo wewe hujala. Yani time nyingine yani wewe umepata riziki leo. Umepata riziki leo hii. Labda asubuhi umepata riziki ya chai. Ikifika mpaka jioni wewe hamna kitu chochote kinachoeleweka. Hiyo tena forever mpaka kesho, na kesho ni labda mchana unamkuta tu mwanao nini, bwana mwanangu shika buku basi hapo, au kula hata ugali hapo unakula nini fresh, kumaliza hapo pengine tena hadi kesho kutwa au kesho tena, yani maisha ndo anaenda. Alafu kuna mtu yuko nyumbani kukipikwa ugali na dagaa, anaanza kupiga simu kwa wajomba, mjomba leo kumepikwa chakula kibaya kweli. Mwenzio umemwona miezi 8 anatoka Mtoni Kijichi anakwenda Ali Hamza kwenda kutafuta kazi miezi 8, akinywa chai leo mpaka kesho. We nyumbani mama kapika ugali na dagaa, unaanza kuleta kelele, mjomba mimi mama leo kaniuzi kweli. Mama kakuuzi nini? Eti ugali na dagaa. Wewe una akili wewe? Umeona maisha yalivyokuwa magumu? Wewe jifunze bwana, acha mambo yako, acha kuigaiga, sawa? Basi nienda badala miezi 8 na wiki 3 nimekaa pale. Kabidi hiyo ndo siku ya mwisho sasa ndo naenda pale. Nimefika nikaa mida kama ya saa 9, nafanya mpango sasa nijiandae nirudi. Naona kwa bahati nzuri akatoka, kuna mshikaji ndo ambaye kuna ongea naye pale. Sasa ile channel siku ndo imekubali, akatoka. Alivotoka na yale kanaenda zake kula, akanikuta nje pale, akanambia bwana, imekuwa vizuri kweli kukukuta bwana. Sasa sikiliza bwana, ndani mchongo umeshakuwa fresh. Kwa cha msingi we kesho hapa we wai mapema hapa uje kuanza kazi. Basi sawa, ina shida. Ikabidi pale nikawa na nguvu ya kuondoka hata pale moja kwa moja, huyo nimerudi zangu. Uko na furaha ukijua kazi sasa tayari hapa. Nilirudi zangu kafika nyumbani nimelala mpaka kesho yake. Ikabidi nitoke tena saa 10 alfajiri sasa. Toke kwa mguu naelekea zangu. Sasa pale nimeambiwa nifike saa 1 nifike kazini. Kabidi nikatoka saa 10 alfajiri kule. Nitoka zangu moja kwa moja, kutoka zangu kule. Kweli saa 1 mimi kanikutia pale nishafika tayari. Saa 1 mimi nikutika pale nimefika. Hadi yule jamaa yangu alipotoka zake huko saa 2 ile akanikuta pale, akanambia tenzetu. Kaingia ndani akanipeleka control room. Nikakutana na supervisor wangu pale, akanitambulisha fresh. Basi kazi siku ndo nikaanza kupata maisha, ndo naanza maisha. Na kule uliingia ukawa unafanya kazi gani mule ndani Ali Hamza? Kule niliingia mimi nilikuwa kitengo cha material ya sabuni, tunasema nilikuwa katika mfumo wa kiwanda chote, kiwanda kizima. Yani tunasema mfumo wote ulikuwa uko kwangu mimi. Kwa hiyo endapo nitapoharibu mimi, ndo mfumo wote wa kiwanda nimetia hasara, yani mfumo mzima. Yani mimi nilikuwa kwenye kuchanganya material, kuna kwenye caustic, kwenye silicate na kwenye lapsa.
kwenye hii caustic inabidi caustic isiadimike na hii lapsa isiadimike na hii silicate pia isiadimike vile vile. Yaani hivyo vitu vikiadimika tu basi mfumo wa kiwanda, mzigo wa mabilioni ya watu tayari nimeshaua kila kitu. Kwa hiyo ndo nikopo idara ya kule. Na ulikuwa unalipwa bei gani? Kipindi kile tulikuwa tunalipwa shilingi 4,900. Hicho kipindi ndo cha mwaka gani? Hicho kipindi ilikuwa mwaka 2000 hiyo sasa na 9. Lakini hela yake ilikuwa ina thamani. Hela yake ilikuwa na thamani. 2009. Kwa makadirio kwa sasa hivi inaweza kwa kama ilikuwa kwenye laki ngapi? Sasa hivi kwa makadirio sasa hivi shilingi 4,900 kwa sasa hivi, yani tunasema ulikuwa unalipwa kama labda pigia kama shilingi pigia labda shilingi 10,000. Pigia 10,000. Yani 10,000 kwa siku. 10,000 kama ulipwa sasa hivi 10,000 kwa siku na matumizi yake, na kipindi kile unalipwa shilingi 4,900 kwa siku matumizi yake. Yani pale kidogo ulikuwa na maintain. Kwa kipindi kile. Yani tuseme kama hii kwa sasa hivi unalipwa 10,000 kwa siku. Unalipwa 10,000 kwa siku na ile matumizi yake jinsi yanavyopururuka. Unaona bwana, na kipindi kile yani 4,900 kipindi kile yani unaipata. Ukishaipata yani ile kimsela kidogo matumizi yanakukidhi. Unatumia vizuri. Imeenda kwenye mshahara huo shilingi 4,900, ikaja ukapanda mshahara ukapanda, tunalipwa shilingi 5,650 kwa mwezi. Kwa siku hiyo kwa siku 5,650. Unaona bwana, hiyo 5,650 hapo ndio iliganda hapo sasa. Hapo sasa ndio iliganda 5,650 iliganda hapo, iliganda mpaka tukaje tukaanzisha mgomo kwamba bwana, mshahara ushakuwa mdogo, inabidi mtuongezee. Hiyo sasa 2010, 2011 hiyo sasa. Tukagoma kwamba mtuzidishie nini? Mshahara pale tumefanya mgomo kweli. Kwa bahati wakaja waandishi wa habari, walipokuja waandishi wa habari tukalalamika malalamiko yetu. Baada ya kulalamika malalamiko yetu, unaona bwana, akaja tunasema bosi mkuu, akaja ndugu yake ndo kaja akalitatua lile swala. Alivyolitatua lile swala pale sasa tunalipwa shilingi 7,300. 7,300 ndo tunalipwa pale. 7,300 hiyo ndo tumeenda nayo hapo hiyo mpaka mimi nikaacha kazi, nikaacha bei, yani hela ndo ilikuwa hiyo mshahara wao 7,300. Kaachana masuala ya kazi yale. Sasa nikawa nimepata biashara ya kuuza kwa mtu, nikawa nafanya biashara kwa mtu, nimeenda nayo ile biashara kwa mtu ile mpaka yule mtu kaja naye akafilisika. Biashara gani? Biashara magodoro. Biashara magodoro sehemu gani? Hapa Mwembe Yanga hapa Mwembe Yanga. Yule mtu akaja akafilisika. Baada ya kufilisika yule mtu kabidi sasa pale tena bosi ashafilisika, tutafanyaje tena? Na mzigo tena ushakopo hakuna. Kabidi basi tukarudi mtaani. Kurudi mtaani tunasangalai tu. Umekuta tenda hii unafanya, umekuta tenda hii unafanya, unakuta tenda hii unafanya. Baada ya hapo kabidi sasa nikaachana masuala, nikaingia kwenye masuala ya mashine hizi za kusaga unga na nini. Unaona bwana, nimeingia kwenye masuala hayo, ndio mpaka leo hii bado nipo kwenye masuala hayo. Kiufupi yani bado tunaunga tu, tuna struggle maisha. Hiyo mashine iko sehemu gani? Hiyo mashine iko hapa Mwembe Yanga hapa. Na hiyo mashine unalipwa kwa siku au kwa mwezi? Ile mashine pale yani mshahara wetu yani kufanya kwako kazi ndio kulipwa kwako. Yani kufanya kama kazi hakuna ujue hela hakuna. Hela hakuna. Na kama kazi ipo ujue hela ipo. Hela ipo hapo. Yani kama unafanya kazi hapo ndio mshahara wako ndio unaingia. Unaona bwana. Endapo kama labda kazi hakuna, basi hapo tena mshahara hamna. Kitu gani ambacho kwenye maisha yako unasema kwamba hichi kitu bwana, mimi hichi siwezi kukisahau kwenye maisha yangu? Yani kitu ambacho kwenye maisha yako wewe huwezi kukisahau, ambacho kimewahi kukupa maumivu, yani mpaka ukasema
yani hichi kitu sitokuja kukisahau kwenye maisha yangu mpaka nakufa? Yani kitu ambacho kwenye maisha yangu sitokisahau, yani ile kutembea kwa muda wa miezi 8 mfululizo kwa mguu na mvua na jua. Yani kama yani ni hiyo, yani kutembea mfululizo, unajua unatembea, unajua kutembea, unajua kunachosha, unajua unatembea mpaka miguu inababuka. Yani unasaga mpaka kiatu kinaisha chote hiki. Yani wewe kazi yako na barabara tu kila siku unaenda, alafu kule unakokwenda hakuna uhakika kitu chochote kama utapata kazi au upati kazi. Yani wewe unaenda tu yani kama kubahatisha. Unaona bwana, yani kiufupi unapokwenda upajui yani. Yani unaamka asubuhi, watu wanakuona unatoka, lakini watu wanapokuja unatoka wanajua labda unaenda kwenye mishe, kumbe hamna. Kule unaenda kukaa tu. Unaona? Hicho mimi ndio kitu ambacho kilichoniumiza yani mpaka leo yani sikisahau yani. Una watoto? Watoto ninao. Wangapi? Watoto 2. Unaishi na mama yao, una mke? Hapana. Wale watoto mimi siishi nao. Huyu mtoto mmoja yupo na mama yangu ambaye wa kiume, huyu mwingine ndio yupo na huyo blaza wangu hapo mtoni hapo, kwa sababu kutokana na blaza wangu ile hajabahatika kidogo kupata kijana, kwa hiyo ameniomba kwamba yule ndo akae naye awe kama yuko kwa baba yake mkubwa. Mwingine yuko kwa bibi yake, mwingine kwa baba yake mkubwa. Kwa baba yake mkubwa. Sasa mimi bwana nimefurahi sana kupata wasaa wa kufanya fikra pamoja. Ndio. Na kunielezea changamoto ambazo umewahi kukutana nazo. Kwa kweli wewe ni mmoja kati ya watu wavumilivu, kwa sababu kwa vijana wa kisasa kutoka Mbagala mpaka Buguruni kwa muda wa miezi 8 kwa miguu, barabara kwa barabara, yani dhahiri kabisa umeonyesha uvumilivu mkubwa sana. So bwana, mimi nasema hongera. Ndio. Lakini pole sana. Na je, ikitokea kuna mtu ambaye labda anahitaji mtu wa kufanya naye kazi, wewe vipi, uko tayari? Niko tayari. Kazi gani hasa ambayo wewe unapenda? Unasema ikitokea, sawa umefanya kazi nyingi, lakini nasema ikitokea nimepata kazi hii, basi mimi naona kama ndio nitakuwa nimepumzika. Yani mimi sasa hivi kwenye kazi, yani kikubwa sana mimi akili yangu sana inamata kwenye biashara. Akili yangu sana inamata kwenye biashara, na hususan biashara za nafaka za vyakula. Biashara za nafaka. Kitokea mtu kafungua store yake ya uuzaji wa vyakula, akasema kwamba anatafuta mtu, kama akikupata wewe basi mtakwenda sawa, kwa sababu ni amepata mtu ambaye anaipenda hiyo kazi. Hiyo ndo tunasema ndio iko kwenye damu, yani ya kukaa sehemu moja au ya kutoka ndani ya mkoa kwenda mkoa mwingine kuchukua nafaka na kuingiza hapa. Unaona bwana, yani ni biashara ambayo ndo nimeipenda sana. Sawa, mimi nashukuru sana na ubarikiwe sana kwa muda wako. Nafikiri tumepata kujifunza, tumepata kujua mengi. Kwa matajiri, kwa yoyote ambaye ana mpango wa kufungua biashara ya nafaka, sio, kuna kaka yuko hapa maeneo ya Mwembe Yanga, yeye ndipo anapopatikana na ndio shughuli zake za kila siku anapofanya. Ndoto zake ni kufanya biashara ya nafaka au kuajiliwa kwenye biashara ya nafaka. Kwa hiyo in case of anything imetokea una ndoto naweza kufanya hiyo biashara, basi huyu mtu wa kutoa msaada kwako yupo. Aidha umtume kwenda mashambani na kukuletea mzigo, au umweke dukani kukuuzia mzigo. Kama uko tayari, wasiliana nasi kupitia kipindi chetu hicho cha Mapito, channel yetu ya Buko Media. Ni mimi mtangazaji wako Thomas Njenga 007. Karibu sana kwenye kipindi chetu, tunawapenda Watanzania wote. Je, wajua maisha ni safari ndefu iliyojaa misukosuko na nyakati zenye furaha. Yote hayo utayapata kupitia kipindi chako pendwa cha Mapito hapa Buko Media, na hosti wako ni Thomas Njenga.